Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Sister Concepta Fabiani, ni sister wa shirika la masista wa bibi yetu wa Kilimanjaro. Natoa huduma yangu ya kitume hapa parokia ya Mwenge. Niko hapa mbele yenu asubuhi hii nikiongelea kidogo kuhusu katekesi. Na katekesi hii naiongelea ni katekesi juu ya watoto wetu, namna tunavyowalea katika maadili ya Kikristo. Tukianza na maana halisi ya katekesi, ni kwamba katekesi ni mafundisho ya dini yanayotolewa ili kuwasaidia watu kumjua Mungu, kumpenda Yesu Kristo na kuishi maisha mema ya Kikristo. Katekesi ni mada pana sana, lakini leo nitazungumzia katekesi katika malezi ya watoto wadogo. Lengo la katekesi kwa watoto ni kuwafundisha namna ya kumjua Mungu na nafsi zake tatu, kuwasaidia katika kukua katika misingi ya malezi na maadili ya Kikristo, kusali sala mbalimbali na kuhudhuria ibada ya misa katika parokia mahalia. Watoto wetu hawa wanahitaji malezi, na katekesi hii inaanzia tangia nyumbani kwa wazazi. Mzazi ndiye katekista wa kwanza katika malezi ya watoto. Namna unavyomlea mwanao katika kusali, kumpenda Mungu, huko ndo tunasema ni malezi katekesi ambayo inatolewa kwanza na wazazi kabla ya kuja katika mazingira ya parokia au ya kigango au ya kanisa mahalia katika kuwafundisha namna mbalimbali. Pia katika katekesi ya watoto tunawafundisha kusoma vitabu mbalimbali, vitabu vya hadithi mbalimbali za kumjua Mungu, kama vile kitabu cha kile Njooni Kwangu cha watoto wadogo. Na pia katika katekesi ya watoto tunawafundisha kujua kutenda mema na kuacha kutenda jambo baya katika udogo wao. Tunawalea katika misingi hiyo. Pia katika katekesi ya watoto tunawaandaa katika sakramenti mbalimbali, sakramenti msingi za Kikristo, sakramenti kama kikomunio ya kwanza, kipaimara na sakramenti nyingine endelevu. Katika kuwafundisha watoto katekesi kuna mafundisho kama hadithi za Biblia, nyimbo za dini, na kuwafundisha sala mbalimbali na namna ya kuuliza maswali na kujibu maswali katika udogo wao. Na lengo la katekesi ni kuwaweka watoto katika imani na maadili ya Kikristo tangu wakiwa wadogo na kuandaa kuwa Wakristo wenye imani thabiti katika maisha yao ya baadaye. Mambo ambayo katika katekesi ya watoto tunaweza kuwafundisha ni kama mambo yafuatayo: Mungu ni nani? Katika udogo wao tunawafundisha kumjua Mungu, kumpenda Mungu. Katika udogo wao wanampenda Mungu kwa namna gani? Tunawafundisha na kumfundisha kuwa Mungu aliumba dunia na watu wote. Pia kumpenda Mungu na kumtumikia, hasa kwa kuwaelekeza kujiunga na shirika la utoto mtakatifu mahalia. Kuwafundisha sala mbalimbali kama sala ya asubuhi, sala ya Baba Yetu na sala nyingine fupi ambazo kwa udogo wao wanaweza kuzishika na kuzisali daima. Kuwafundisha maadili mema kama kuwatii wazazi, kujifunza kusema ukweli, kushirikiana na kusali na wengine. Kuwatii wazazi katika majukumu yao kama watoto. Mtoto ana wajibu wa kumtii mzazi na wakubwa wote waliomtangulia katika umri. Kusema ukweli daima. Watoto hawa walelewe katika misingi ya kusema ukweli. Unavomlea mtoto katika ukweli ndio hivyo hivyo anakuwa. Unapomlea mtoto pale anapotenda kitu na usipomwambia kwamba ni kosa, analichukulia kama ni jambo la kawaida na linakuwa ndani mwake. Maana kila anachofundishwa akiwa mdogo ndio hicho kinajijenga katika ukuaji wake. Pia kusoma Biblia. Kuna zile Biblia za watoto kama kile kitabu cha watoto, vitabu vya hadithi kama hadithi ya kina Nuhu, hadithi ya mfalme Daudi na hadithi za Musa. Kuwasaidia hawa watoto wakue katika misingi ya kumpenda Mungu na kujua Mungu kwamba ndiye kila kitu. Mtoto anapohadithiwa hadithi katika Biblia huwa inamsaidia yeye kukua kimaadili na kiakili na kifikra pia katika maisha yake. Pia tunawalea katika sakramenti na maisha ya kanisa. Watoto wanapozaliwa huwa wanapewa zile sakramenti ya ubatizo wakiwa wadogo, lakini baadaye wanaendeleza sakramenti hii
wa kuendelea na hatua nyingine za mafundisho ya dini kama mafundisho ya komunio ya kwanza na kipaimara. Humo wanamjifunza Mungu kwa undani zaidi na kutambua pia nyanja mbalimbali katika ukuaji wao wa kiroho. Pia watapokea na zile sakramenti za msingi. Katekesi hii ni endelevu kwa watoto mpaka atakapofahamu imani na awe tayari kushiriki kikamilifu katika maisha ya kanisa katika ukubwa wake. Na washukuruni sana kwa kipindi hiki na wakaribisheni kwa kipindi kingine endelevu cha Ijue Katekesi na Maisha ya Mtoto Mkatoliki. Asanteni.